Mbunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Changamoto zipo changamoto nyingi, hususa za miundombinu. Miundombinu kama upungufu wa mabweni ya kulala kwa watoto. Ni shule chache sana zenye mabweni, lakini pia baadhi ya shule kuna changamoto za vyoo, aidha matundu ni machache. Lakini pia upungufu wa walimu. Nakuta shule ina walimu, inahitaji kuwa na walimu labda 14, wako walimu 7, 8. Yaani kuna mapungufu ya hapa na pale. Kimsingi nimeandaa ripoti ambayo nitaipeleka TAMISEMI ili na wao waweze kuona hizo changamoto alafu wazifanyie kazi. Ufaulu bado uko chini kidogo, lakini at least sio mbaya, kwa sababu tumejaribu kuangalia rate ya ufaulu. Zero zimepungua sana, na moja ya jambo ambalo nilikuwa nimeitilia mkazo ni kutokomeza kabisa zero kwenye jimbo letu la Itigi. Nadhani ni shule moja tu ndio tulipata ina zero kama 10, lakini rate zimeshuka sana kwa shule zingine, unakuta 3, 2. Kwa hiyo tunataka tuondoe kabisa zero. Halafu twende kwenye, tukishakamilisha kuondoa zero tunakuja kuondoa tena 4, ili angalau wanafunzi wetu waanze kupata kuanzia division 3, 2 na 1. Kwa hiyo hali ndo iko hivyo, na mimi kama kiongozi wa jimbo, lengo hasa lilikuwa ni kuwatia moyo walimu ambao kwa kweli na wao wamekiri hawajatembelea na mwakilishi wa jimbo kwa muda mrefu. Kwa na mimi nimekuwa nikiongea nao na kuwatia moyo, lakini nikiongea na wanafunzi kwa kuwahimiza masomo, wakazane kusoma wapo shuleni, lakini wasikilize walimu wao, kwamba hiyo ndo wanajenga msingi mzuri. Of course uandikishaji umekuwa mkubwa sana tangu ilipoonekana kwamba sasa wanafunzi wanatakiwa wasome kwa kubebewa gharama na serikali. Uandikishaji umekuwa mkubwa, na hiyo imepelekea kuona sasa kuna changamoto sio kubwa kwa kiwango hicho, lakini zipo za madarasa. Mapungufu mengi ya madarasa kwa shule za msingi na sekondari, lakini pia kwa maana ya madawati pia, viti na meza kwa sekondari ni changamoto. Hiyo iko changamoto ni kubwa kwa kweli, na mimi nimepita kule kama mbunge, nimeona, na kwenye bajeti ya mfuko wa jimbo tumetoa fedha kwa ajili ya kuchonga madawati na viti pamoja na meza kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wetu. Kwa hiyo changamoto hizo zipo na tunaendelea kukabiliana nazo, na zile zitakazotuzidi basi tutawasukumia wenzetu wa Wizara ya TAMISEMI waweze kusaidia pale hapo tutashinda. Kwa upande wa afya hali ni nzuri. Bahati nzuri tuna vituo 3 vya afya ambavyo of course ni vipya, lakini tuna hospitali ya hadhi ya wilaya, japokuwa sisi bado ni halmashauri, lakini kuna kituo kipya pia cha afya kinajengwa. Kwa hiyo kwa maana ya miundombinu hasa kwenye sekta ya afya ni iko vizuri, japo bado tunapambana tuendelee kupata vituo vya afya kwenye kata zingine. Lakini kwa maana ya huduma kwa kweli tumepokea pia watumishi wengi sana kwenye mambo ya afya, kwa maana ya watendakazi, wafanyakazi. Tumepata watu wengi sana na hawajakidhi, lakini wamepunguza sana ile gap la kutokuwa na watumishi kwenye sekta ya afya. Lakini barabara somehow sio mbaya, japokuwa kwenye barabara yetu kuu ndio changamoto. Unapotokea kata ile ya Mgandu mpaka Rungwa, hii barabara ina changamoto kubwa sana, na kwa kweli wananchi wa Itigi wanapata adha kubwa. Nimepita hiyo barabara hasa kipindi hiki cha masika, magari mengi yamekwama, mengi yameharibika. Barabara hiyo ni changamoto kubwa, lakini tumeshalizungumza sana
na Mheshimiwa Rais kwenye mikutano yake amezungumza kwamba ataitengea fedha ili ipate mkandarasi kuweza kuisaidia hiyo barabara ijengwe kwa kiwango cha lami, kwa sababu kwa kweli ndio inashika uchumi wa jimbo la Itigi, kwa sababu ndio barabara kubwa yenye kilomita kama 219 hivi mpaka tunapounganisha na mkoa wa Mbeya. Kwa hali nyingine ya maji iko vizuri, baadhi ya maeneo visima vilikuwa vikichimbwa, lakini uhitaji ni mkubwa. Maji yanahitajika maeneo mengi, hasa maeneo vijijini. Kwa hiyo tunaendelea kupambana hapa na pale kusukuma, tunapopata mwanya basi tunasukuma ili wananchi wetu waweze kupatiwa huduma. Upande wa nishati ya umeme, nishati ya umeme kwa kweli imejitahidi sana. Kama unafahamu, vijiji vyote tayari kwa jimbo letu, na sasa tunakwenda vitongoji, na mara ya mwisho tumepata vijiji 38 vitongoji 38. Kwa hiyo uwekaji wa umeme kwenye vitongoji unaendelea. Vitongoji ni vingi 172. Kwa hiyo bado tuna kazi kubwa, almost tuko karibu nusu, zaidi ya nusu bado hatuna umeme. Lakini unajua majimbo yetu sisi ya vijijini yako scattered sana. Kwa hiyo serikali imeendelea kupambana, inaleta umeme kwenye vitongoji, na tutaendelea kupush ili tutaendelea kupata kadri bajeti inavyoruhusu. Kwa kila mwaka tutapata naamini vitongoji, na mwisho wa siku tutakamilisha. Okay. Na pengine mheshimiwa, kwenye zile ahadi za Mheshimiwa Rais imekuwa pia ahadi ile ambayo ilitoa kwa nchi nzima upatikanaji wa shilingi bilioni 200 kwa maana ya kwa ajili ya vijana, lakini pia kwa ajili ya akina mama, watu wenye ulemavu, pia zile 4% zile za kwenye katika halmashauri. Hali koje kwa upande wa jimbo la Itigi? Tayari mambo yaanza kufanya kazi? Actually kwa maana ya kutoka fedha bado sijaziona, lakini nimeona hatua za awali kwa maana ya kumobilize vikundi, lakini wa kutoa pia mafunzo namna gani ya kuzitumia hizo fedha. Tayari shamuona waziri wa kwa mfano wa vijana ashakuja, anaongea na makundi ya vijana kwa mkoa wa Singida. Kwa hatua za awali zimeanza, nadhani sasa hivi mchakato utakuwa umekaribia sana, lakini japo sijaona kabisa kikundi ambacho tayari kimeshaanza kunufaika moja kwa moja, lakini fedha zimeshatawanywa. Itakuwa bado utaratibu ule wa kukabidhiwa makundi hayo kwa maana ya vijana na kina mama. Kwa hiyo naamini muda sio mrefu jambo litakaa sawa. Okay. Na Mheshimiwa Yohana Msita, pengine mko kwenye kamati mbalimbali za bunge zinaendelea, lakini tarehe 31 mwezi huu kwa maana ya Jumanne asubuhi linaanza bunge la bajeti, bunge muhimu sana kwa wananchi wa ambao wamechagua. Pengine tunapoelekea Jumanne ya wiki ijayo tarehe 31 mwezi huu, labda pengine unaambia nini wananchi wa jimbo la Itigi ambao utaenda kuyasema kwenye bunge refu la miezi mitatu hilo la kuomba maendeleo, hasa bunge muhimu sana kwa wananchi wa Itigi? Bunge hili ni bunge muhimu sana, na kwa kweli of course kuna vitu nimeshajipanga namna ya kuvizungumza kwenye bunge hili la bajeti, na kama unavyosema vikao vya kamati vimeshaanza na tayari maandalizi kwa ajili ya tarehe 31 yanaendelea na yako karibu kukamilika. Lakini mimi binafsi kama mbunge wa jimbo la Itigi nimeshajipanga tayari na maswali mengi tu ambayo nimeshatengeneza kwa ajili ya yapatiwe majibu na serikali. Kwa hiyo nachotaka kuahidi tu wananchi wa jimbo la Itigi kwamba mwakilishi wao niko makini na nimebeba changamoto na matatizo yanayotukabili jimbo la Itigi, na mimi niko tayari kuyawasilisha, hasa kipindi hiki cha wakati ambapo serikali inawasilisha bajeti zake, ili basi na sisi tuwe miongoni mwa watu ambao watanufaika na hii bajeti ya mwaka huu 2026-27. Na mheshimiwa, swala mwisho kabisa, mkoa wenu wa Singida umepata kiongozi mkuu wa kitaifa kwa maana ya mheshimiwa waziri mkuu, na tumeshuhudia pia wakati wa kampeni mheshimiwa waziri mkuu alipita jimboni kwako na alikunadi pale kipindi chake cha kampeni. Pengine unajifunza nini kutoka kwa mheshimiwa waziri mkuu kutokana na uzoefu wake, lakini pia na uongozi wake kama kiongozi mkuu wa taifa? Mimi kwanza mheshimiwa waziri mkuu mimi najifunza mengi. Kikubwa ambacho najifunza kwake
ni uchapakazi wake na ule utayari wa kufanya kazi muda wote. Na kwa kweli kwa hilo nitalisema mchana kweupe, kwa namna ambavyo amejitoa kufanya kazi kwa bidii usiku na mchana. Hiki ambacho anakifanya kwa ngazi ya waziri mkuu, kwa sisi tunaomfahamu, ndio maisha yake, ndio tabia yake. Na kama ambavyo umesema, hata jimboni kwangu alikuja, unajua wakati mwingine mtu alishia kuwa waziri, unaweza ukamuita vijijini wengine wakashindwa kuja, lakini yeye alikuja, tukafanya kampeni. Ni mtu mchapakazi lakini msikivu. Kwa hiyo mimi najifunza, kwa kweli najifunza, na siku zote tunaambiwa tujifunze kwa waliofanikiwa. Kwa hiyo na mimi najifunza uchapakazi wake, bidii yake na utayari wakati wote wa kufanya kazi. Kwa hiyo kwa kweli kwa hilo tunamshukuru Mungu, sisi watu wa Singida. Mheshimiwa Rais ametuona kwa jicho la kipekee na kupatia kiongozi mkubwa kwenye nchi yetu. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.